Habari zenu wana C-Forward Ministry. Kwa majina ni mimi mwalimu wenu Saidi, tuko hapa C-Forward na leo tumependa kuelezea mambo mawili matatu yatakayoweza kuiokoa jamii yetu kulingana na msimu ama kulingana na nguli ama kulingana na matatizo ama kulingana na magonjwa yaliyokuwepo kwenye jamii yetu. Na naomba utege sikio lako vizuri ili uweze kuelimika ama kujifunza mawili matatu kutoka kwetu sisi wana C-Forward Ministry. Wana C-Forward tumekushika mkono wewe ili tuweze kukuokoa kwenye majanga mawili au matatu tukiwa kwenye huu mlolongo ama tukiwa kwenye hii njia ya maisha ya uzima na uhai tulionao. Na leo tunapenda zaidi kuzungumzia kuhusu magonjwa linalokuwa ni kipaa sauti sana ulimwenguni ama linalosumbua ama linalozungumziwa sana kwenye jamii. Na hili ni gonjwa la shinikizo la damu, high blood pressure. High blood pressure ni ugonjwa gani na kwa nini uzungumziwe sana? Kwa nini uwe tishio? Ujiulize mara kwa mara, huu sio ugonjwa mzuri ambao unaweza kukuambia wakati unaokuja. Kawaida ya magonjwa hayakupi habari njema ama hayakupi nasaha ama hayakupi ujumbe wakati yanaingia kwenye mwili wako. Kikubwa zaidi ni kujilinda na kuijali afya yako ili uweze kuwa mtu aliyeweza kuishi vizuri na amani. Huwa tunasema afya bora ndiyo utajiri. Bila afya utakuwa wewe ni mtu wa kutatua matatizo kila kukicha. Leo kwa daktari huyu, kesho umegonga mlango wa daktari yule. Kikubwa zaidi tulijue hili gonjwa la pressure ni nini. Pressure ni ugonjwa ambao hauna dalili unapoingia mwilini mwako na unakutafuna taratibu kadri siku zinavyozidi kwenda. Wakati ukija kumalizika ndivyo mwili wako na umeisha, unaanguka na magonjwa yanakuwa ndiyo yaliyokutawala mwili wako na inakuwa tayari muda ushaisha, hauna muda wa kuweza kutibu, mwisho mauti yanakukuta. Ni vizuri zaidi ujiangaze, ni vizuri zaidi ufungue macho yako ili kuweza kujua huu ugonjwa wa pressure endapo utakapokuwa umeutawala mwili wako. Ni vizuri zaidi kufanya vipimo mara kwa mara ili kuwa tahadhari kabla ya hatari. Okay, ugonjwa wa pressure ni nini? Kama tulivyosema hapo awali, ugonjwa wa pressure ni shinikizo la damu. Ni damu kutokuzunguka vizuri ndani ya mwili. Ni damu kutokwenda na mzunguko ama spidi ya kawaida ndani ya mwili. Spidi inakuwa ndogo, mishipa inaanza kuzungukwa na mafuta, mwisho inatesa damu kurudi kwenye moyo ama kuzunguka kwenye moyo vizuri, mwisho inakuja kuleta pressure. Endapo damu italeta pressure, unaanza kupata tatizo la moyo. Moyo ukianza kugoma, na moyo ndio mashine nzima ya mwili, mwisho unaanguka, umauti unakushika. Ni lazima uweze kujua vipimo vya damu. Ni lazima uweze kujua vipimo vya pressure yako mwilini. Ni lazima uweze kujua vipimo vya afya mwilini mwako ili uweze kunusurika na hili gonjwa. Kwa miaka 19 mpaka 24 inafaa iweze kupiga kwenye 120 ama 79. 120 na kwa milimita na hii 79 inakuwa pia ni vipimo vya hayo mapigo yako ya moyo yanavyofaa kuwa kulingana na huo umri uliokuwa nao. Kadri umri unavyozidi kupanda ndivyo mapigo yanavyozidi kwenda na wewe. Ukiwa na miaka 25 mpaka 29 inafaa iweze kusoma 121 hadi 80. Ukiwa na miaka 30 mpaka 39 inafaa iwe 122 hadi 81. Ukiwa na miaka 40 mpaka miaka 49 inafaa iweze kucheza kwenye 125 hadi 83. Ukiwa na miaka 50 hadi 59 inafaa kucheza kwenye 129 hadi 85. Ukiwa kwenye miaka 60 na kwenda juu inafaa uweze kupata mapigo ya moyo yenye spidi ya 134 ama 87. Na ukiwa na hili gonjwa la high blood pressure inafaa uweze kuzingatia dalili zake. Utakuwa unapata kizunguzungu cha mara kwa mara, utakuwa unapata macho kuziba, kuwa na kiza kidogo mara kwa mara, utakuwa unahisi kutapika ama mwili kuwaka moto ama kifua kubana, unahisi huelewi ama damu kutiririka kwenye pua, damu inaanza kutoka kwenye pua, kichwa chako kinakuwa kinauma na joto linapanda.
Kwa hiyo ukiwa unaona hizi dalili mara kwa mara ndani ya nyumba yako, ama na umri wako tayari kidogo ushaanza kwenda, jaribu kwenda kwa mganga ukaweze kupata vipimo ili uwe kwenye tiba, ama ili uwe kwenye afya inayotakikana. Unaanza kuweza kuona macho yako yanaanza kupanda ukungu, huelewi, jicho linaanza kufuatwa na kuzibwa kabisa. Ile ni dalili kubwa sana ya high blood pressure ama shinikizo la damu. Inafaa uweze kuchukua hatua ili mradi uweze kujiokoa ama kujiopoa kwenye hilo tatizo uliokuwa nalo. Utaanza kuhisi mapigo yako ya moyo yakienda spidi mara kwa mara, ama mdundo unaweza ukaanza kuhisi kutumia nguvu fulani kwenye kudunda. Ugonjwa wa pressure ama ugonjwa wa shinikizo la damu ni ugonjwa ambao unaweza ukaletea athari nyingi sana mwilini, kwa sababu gonjwa likisha utanda mwili mzima, basi kuna baadhi ya magonjwa nyemelezi pia yanakuja na yanaanza kushirikiana na hilo ugonjwa. Sana stroke, unaweza ukapatwa ni stroke, ugonjwa wa kupooza, na ukaanza kukumaliza vibaya mno, na wengi wenu mnaujua stroke sio ugonjwa mzuri. Unaweza kukunja mkono, unaweza kukunja mguu, unaweza kukunja mkono na mguu, unaweza kukunja mdomo, unaweza kukunja ulimi na vitu kama hivyo. Stroke ikisha panda inaanza kulemaza viungo, kwa hiyo tujitahadhari. Ama unaweza ukapata tatizo la figo, kidney. Unaweza ukapata tatizo ya figo yako isiweze kufanya kazi kwenye ubora wake iliyokuwa inafanya kila siku. Na pia inaweza kukuletea uonaji hafifu. Macho yako yanapanda ukungu na mwisho unakuwa hauoni kama vinavyotakikana. Ukiona dalili hizo, basi ni vizuri sana uende ukamuone daktari ili uweze kupata matibabu haraka iwezekanavyo. Kitu ambacho ni kigumu zaidi kukitengua ama kukitoa ni kwenye mlolongo wa maisha mnayoishi, ama kitu cha kurithi au uzee. Kwa sababu baadhi ya magonjwa ni magonjwa ya kurithi, hasa kisukari, pressure, ni magonjwa ya kuweza kurithi, kwa sababu mfumo uliokuwa unakula chakula babu yako ndio kaja kukuta babako, ndio mkuja kukuta wewe, na vizazi vyako vingine vinakuja kukuta mfumo huo huo. Hiyo inafanya mwili uanze kuzoea mfumo ule ule ambao uliozoeleka na baba yako na babu yako. Mwisho unakuja kulipata hili gonjwa la pressure. Ama figo kufeli, ama mfumo wa figo kufeli. Inawezekana pia ndugu waliwahi kupitia haya magonjwa, ama ndugu fulani, babu yako, baba yako, ama shangazi yako, mjomba wako kwenye familia yalikuwa haya magonjwa, na wewe mwisho unakuja kulivaa hili gonjwa, linaanza nawe kukutesa. Ni risk sana hizo, tuweze kuangalia. Ukiona familia yenu ama baba yako, babu yako, bibi yake walikuwa na pressure, basi jaribu kuhakikisha umetoka kwenye hiyo minyororo. Jaribu kuvunja mnyororo ili na wewe uweze kutengeneza familia yenye ustawi mzuri sana. Vitu ambavyo huwezi kuvicontrol, usikutumia chumvi nyingi sana mwilini. Ukiwa unakula chakula unajaza chumvi ili kuweza kupata ladha. Unaweza kupata ladha leo, je, unaweza kupata ladha baadaye? So ni kitu ambacho unaweza ukaangalia kwa baadaye. Usiangalie maono ya leo, kwa sababu leo haikutoshelezi. Angalia kesho yako ipoje. Ukiweza kupata majibu, ndio utaendelea na hayo mambo. Ukiona unaanza overweight, yani unajaa, unakuwa na mafuta mengi, mwili wako unanenepa, unakuwa mzito, ni vizuri zaidi uende ukamuone daktari aweze kufanya vipimo ili uweze kujua haya matibabu yanaendaje, ama unaanza kutibika kwa namna gani, kwa sababu hiyo tayari ni dalili moja ama nyingine inayokuashiria ama inayokuonesha kwamba kisukari kinakunyemelea ama pressure inakunyemelea. Ni vizuri zaidi ufungue jicho lako la tatu ili uweze kujisaidia kabla muda haujawadia. Au smoking, kuvuta sigara. Uvutaji wa sigara ni mbaya kwa afya yako. Kama wewe ni mvutaji, jaribu kutafuta njia ya kuweza kujizuia kuvuta. Ni kweli miili ni tofauti. Kuna wengine wanavuta na wanahisi wako salama, lakini you always don't know. Muda wote haujui. Siku ukija kujua ndio utakuja kuwa muda wako ushaisha na uwezi kujitibu tena. Matumizi ya pombe ama vilevi nayo pia ni hatari kwa maisha yako. Ukiwa wewe ni mtumiaji wa pombe, yani hauendi bila pombe, jaribu kujizuia, jaribu kujituliza, jaribu kujinasaha mwenyewe, jaribu kujipa habari mwenyewe, jishauri mwenyewe kabla ya kushauriwa, kwa sababu
muda sio mrefu utaanza kuja kulalamika, maini yangu yamejaa maji, labda figo yangu imeungua, maini yangu yamekuwa hivi, mapafu yangu hivi. Kwa hiyo utakuja kuwa una mambo mengi zaidi, kila mara ukakaguliwe na daktari. Kwa hiyo inafaa tuweze kujilinda na hivi vitu, na msongo wa mawazo. Ukiwa na msongo wa mawazo, yani wewe ukilala ni mawazo, ukiamka ni mawazo, bili kila siku, kila jambo linakuja kwa sababu yake. Kwa hiyo kama wewe ni mtu wa Mungu, jaribu kumwomba Mungu sana ili aweze kukuepusha. Kama wewe sio mtu wa Mungu, jaribu kwenda na imani zako unazoamini ili uweze kuepukana na hivi vitu, kwa sababu sio vitu vya kawaida. Msongo wa mawazo haumchagui mtu. Ukiwa tu na msongo wa mawazo, inawezekana magonjwa tayari yashaanza kukupigia hodi, yashaanza kukunyemelea ili aweze kukutoa kwenye huu ulimwengu, na bado ulimwengu unakuhitaji. Kwa hiyo hakikisha unajihudumia. Vitu ambavyo inafaa tuweze kuviepuka sana kwenye malaji. Magonjwa mengi sana yanaanza kwenye vyakula tunavyokula. Na ukiweza kubadilisha mfumo wa vyakula unavyokula, unaweza ukaona unaanza kutibika bila hata kumuona daktari. Kwa nini usiwe wewe leo? Kwa nini usianze kuangalia mfumo wako wa kula? Ni vizuri zaidi uangalie chakula unachokula kila siku ili uweze kuwa kwenye mfumo wako wa afya, hasa fast food. Hivi vyakula vinavyopikwa, like unaenda kwenye soko na kinunua tu mara moja unaona kula. Haujui kimetengenezwa namna gani, haujui kimeandaliwa namna gani, unakuja unakula, mwisho unajijazia magonjwa mwilini mwako pasipo wewe kujua. Majuisi, soda hizi tunazokunywa, masoda mavinywaji ajabu ajabu, unakunywa unahisi kwamba unajiplease leo, unajifurahisha leo, lakini kumbe kesho unaweza kuja kuwa kwenye changamoto ambayo haitoweza kutoka mwilini mwako. Ni vizuri zaidi kuweza kuchukua mazoezi mara kwa mara. Ni vizuri zaidi kunywa maji vizuri sana kwa siku, unywe maji ya kutosha. Ni vizuri zaidi tutumie vyakula vizuri kama mboga za majani, vyakula vyenye nyuzi na protini, ili mradi tuweze kujenga mwili wetu vizuri na tuepukane na haya magonjwa. Hakikisha